Ufanywa kwa waandamanaji wawili waliouawa wakati wa maandamano ya Isiara County ya Embu umethibitisha kuwa wote wawili walifariki kutokana na kupoteza damu nyingi iliyosababishwa na majeraha ya risasi. Mwandishi wetu Muthoni Brenda anatuarifu zaidi. Familia na marafiki walikusanyika katika hospitali ya rufaa ya Embu Level 5 kushuhudia uchunguzi wa maiti za waathiriwa wawili waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya Isiara County ya Meru. Upasuaji huo umeashiria kuwa wawili hao walifariki baada ya kuvuja damu nyingi iliyosababishwa na majeraha ya risasi. Kariuki alipatikana na risasi kinywani, huku Morris Njoka akipatikana na majeraha ya risasi mgongoni. For the one that there was no exit, we managed to retrieve the bullet, which we have given the homicide team, and they are going to do ballistic examination on it. The other one, since there was entry and exit, we managed just to examine the nature of injuries that they had sustained in the whole process. Uchunguzi wa maiti hautakomea hapo, kwani wanapatholojia wamewasilisha sampuli kwa mamlaka husika. We have taken samples for toxicology and also we have taken samples for DNA and further analysis. Vifo vya Patrick Kariuki Munene na Morris Njue Njoka ni matokeo ya ghasia zilizozuka katika soko la Isiara County ya Embu wakati wakazi wenye ghadhabu walipoandamana kulalamikia hali mbaya ya hospitali ya Isiara Level 4. Muthoni Brenda, Runinga ya TV 47.